Na aswa ilikuwa inaongea kuhusu kutoa na anene niwe yale kugamba iguru y'okurwa jinsi ambavyo mtume Paulo alivyoimisha kanisa la Korinto Buna umusomba Paulo aliwasemia ekanisa ya Korinto ili waweze kumtolea Mwenyezi Mungu. Ndio wanyale kumurwera umunene. Kulikuwa na maswali mbalimbali katika kanisa hilo la Korinto. Amangana na alengi gororo amange katakati kanisa ya Korinto. Kulikuwa na maswali mengi amabuli yanabuletiwe amange ambayo wana Korinto walikuwa wanauliza hapa na pale. Aba Korinto walikuwa ni tunapata ya kwamba kanisa la Korinti mwenye alifungua hilo kanisa ni mtume Paulo. Etokonyorani kanisa ya Korinto huyo igorete igoro na ile Paulo weko mwenye. Alifungua ile kanisa na ikaigore kanisa ya hata ingawa alipitia changamoto mingi mpaka akataka kuacha kuhubiri injili mahali pale. Nonyo etirete amatemo amange wikera karengereje gutiga kurangia usiku igore kanisa. Kwa sababu mji wa Korinto ni mji ambao ulikuwa umeharibika sana. Umuji wa Korinto no muji usaregete mono ambapo watu walikuwa wanatenda maovu mengi. Umuji mtu aliyekora maneno. Ndipo Paulo akaambiwa ya kwamba wakati alikuwa anataka kutoka huko aache kuhubiri injili ama kufungua kanisa pale, Mungu akamnenea mwenyewe, you are supposed to be there and preach my word. Elio ekerokerie kwenye Paulo akusaidia kuruasalia yasaka mkwane na kamoteya na wiko igore kanisa sasa. Ndipo alipoandika barua la kwanza ekerokerie kurikalirubelili. Alikuwa amesatoka mji ule wa Korinto. Kwenye warurule asesembele ya Korinto. Alikuwa anawaandikia barua ili kuwaimisha wana Korinto ili aweze kuwaimisha katika neno. Alikuwa amesikia ripoti mbalimbali kutoka mahali pale, jinsi ambavyo uovu ulikuwa unaendelea katika mji ule na pia ulikuwa karibu kuingia kwa kanisa. Ndipo akaandika barua ya Korinto wa kwanza na pia akaandika wa Korinto wa pili baadaye. Kwa hivyo hapa ambapo tumesoma inaongea kuhusu kutoa. Inaongea kuhusu kutoa. Watu walikuwa wanajiuliza, walikuwa wanauliza maswali, tunastahili kutoa namna gani? Ndipo Paulo akawaandikia barua akiwaimisha ya kwamba wakati unatoa, toa kwa moyo mkunjufu. Na pia akawaimisha ya kwamba kile kilengo ambacho utatoa ndicho utapata. The way you give is the way you will receive. So today I have come with a topic or a theme, giving faithfully. Giving faithfully. Giving faithfully. Kutoa kwa uaminifu wote. Kuna sadaka mbalimbali ambazo tunatoa. Kuna matoleo mbalimbali ambao tunatoa katika kanisa. Na katika kutoa huko tumeambiwa ya kwamba tunastahili kutoa kwa uaminifu. Tunastahili kutoa kutoka kwa mioyo yetu. Tunastahili kutoa jinsi ambavyo maandiko yanatuagiza. Ndipo tunapata ya kwamba Paulo anawaambia ya kwamba jinsi ambavyo utatoa, kila ambacho utatoa hicho ndicho utapokea. Ndipo pia kwenda chini akasema ya kwamba
na inde muri yeseme. Tukisoma katika Wakorinto hiyo 9:10 tulisoma kuwango Wakorinto ya kabere kianda 10 inasema ya kwamba now he that ministered seed to the sower both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Soma kwa Kikisii. Biblia nĩgotebaiga nere uyu korwa chimbusura na kwa uyu uri ukubusura na inde arwe umugati ase ukuria nabaye inwe chimbusuro na inde nachibuchie ere naba menteranie ukwama kwa boronge waino. Okay, what is giving there? Niki okurwa asa. Ni kitu gani wakati tunasema kutoa? Niki tumineteka toka kwa okurwa. It refers to the physical elements. Nigo ekoreka kwanera igoro yege tugekorekana. The worshippers bring to express devotion. Abasasimi nigo bako agendera usasima to express devotion. Nigo bako agendera sama fundiso bagendera usasima. Kwa hivyo ni zile vitu ambavyo wala ambao wanaabudu wanaleta ili kuonyesha kujitoa. Na ebintu biria abasasimi bakoleta elinde bayorokie na mbebwete na pia kumshukuru Mwenyezi Mungu na inde kumwimukirira Nyasaye iguru. Kwa hivyo wakati tunatoa aseigo ekerokeria tukurwa tunaonyesha kutii Mwenyezi Mungu. Igo twakorokereria okwebeka ise na okuigwira omwana. We show that we have obeyed God. Igo twakorokia okuigwira kwanya. We show that is a ministry that we are supposed to accomplish. Nigo twakorokia ngiyo nere mirimo tuwendete gukura. It's a one way of worship when we give. Giving is an act of worshiping God. When we worship God with our belongings, we have to give to Him because He has given unto us. Kwa maana ametupea, pia tunastahili kutoa sadaka kuonyesha ya kwamba tunamwabudu. Na hiyo pia inaonyesha ya kwamba tumemheshimu Mwenyezi Mungu. That is why Proverbs 3:9 says, honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your wealth. Giving acknowledges that God gives us everything. When we give, it acknowledges, it shows that God has given us everything. Kwa hivyo ndio maana tumeambiwa katika maandiko ya kwamba tumepewa mbegu ili tuweze kuhifadhi mbegu kwa kuendelesha maisha ya mbele. Na pia tumepewa mkate wa kukula. Katika kanisa la siku ya leo ni wanakula mbegu na wanakula mkate. The seed is for production, so that it can bring continuity. The seed is there for production,
kobe igoro. The seed is for showing. Tatara ni eri igoro na soko busura. The seed is there for showing. Tatara ni eri igoro na soko busura. The seed is not for eating. Tatara ni eri igoro na soko. If you eat the seed, you destroy your destiny. Itawezekana ukule mbegu na ukule mkate. Hiyo inamaanisha kwamba wakati wa usoni hautapata ya kukula. Ndio maana maandiko yanatuambia ya kwamba we have been given the seed for showing and the bread for eating. Yes. Eating the seed, it will destroy the destiny. Don't eat the seed. Eat the bread. Bwana Yesu asifiwe. Barenga mokoria mwali nyasawo baile bito byose mwalia omogati mwali bakete. Ni wakati tunakula mkate na pamoja tunakula na mbegu. Maandiko yanatuambia ya kwamba the seed is there for showing. So we are supposed to give the seed to God, so that He can supply to us more and more. We have different types of offerings. We have different types of offerings. The first one is tithes. The first one is tithes. And we are going to get them one by one. This study, it will take even 2 or 3 sessions. But we have to look at all the offerings that we have. Tutaangalia matoleo ambayo tuko nayo. Tunatoa fungu la 10. Ndio tunaita kwa Kiingereza tithes. Na pia we have general offering. We have general offering ambayo ndio tunatoa hapa kila Jumapili. Pia we have Thanksgiving offering. Thanksgiving offering. It is good to understand that Thanksgiving offering is there. If you prayed for something and God has answered your prayers, wakati umefanya maombi na Mungu amejibu maombi yako, utaweza kuja na sadaka ya kushukuru. You can place it in the envelope and you say this is Thanksgiving offering for what God has done unto you. It is good to give thanks to God. When God gives you good health, make your finish the year well. It is good to give thanksgiving offering. Thanksgiving offering. As well, we have first fruit offering. And that one comes from the first things that we get. Kama umepata msaada wa kwanza, it is good to give first fruit to the God. Kama umepata mazao ya kwanza
la kwanza. Kama ni mahindi for example, kama ni mahindi umepata, kabla ya kupeleka uende kuchoma, unastahili kutoa mahindi ya kwanza ulete katika madhabahu, ili tuweze kuombea, ili Mungu aweze kubariki na kuweza kulinda. Kama umepata mboga, it is good to bring the first fruit to the altar here. And that is what we call first fruit offering. Sasa zingine utaweza pata pia ni kuku uko nazo. Utaweza pata uko na kuku zimetaga mayai, na ndio ya kwanza kabisa utaweza leta katika madhabahu. That is the first fruit. Na Mungu ataweza kuweka ulinzi katika zile kuku zako. Kama ni ng'ombe imeleta ndama, unastahili ile maziwa ya kwanza uweze kukamua, ulete kwa madhabahu hapa, uweze kuyaombea. That is what we call the first fruit. And it is good to understand that it is good to bring the first fruit. You bring the first fruit to the here. Ready for. And God will place protection on your items. But when you start eating, even the first fruit you eat it, usikule ile tunda la kwanza, leta katika madhabahu. And that is the direction that we have been given. We can have offering to the poor. Sometimes you may find somebody who has a need, and then we say bring love offering so that we can support. That is another kind of offering that can be given. As well, we have other offerings like building offering. For example, that is development. So let me start with the tithes. The tithes. Let us watch tusome Malachi 3:10. It says in English, bring ye all the tithes into the house, into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Soma kwa kikisi. Somo lwene usiniyerotewahiga Malaki isatu chekechea ya ikumi yerotewana inweta ensemo ya ikumi inkiranu ase kuoye nyomba yane erinde ndagera ebe ase nyomba yane ase echere iyo inwe montende guseti koba igorera ebibaho bya igoro
Baumorere obosesenia okonge mono wetania wotari korengeka nabonje omonene w'emiganda ngoteba. The Lord says, bring 10% of your belongings. Bring it to the house of God, so that they could be filled in the house of God, so that the house of God cannot lack. And the God will open the heavenly windows. You will never lack in your life when you give faithfully. So that is a command. It is not a compromise. Wakati ambapo tunaambiwa toa moja ya 10, hiyo ni amri ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Mungu amesema ya kwamba toeni 1 of 10 kwa uaminifu wote. Test me, and you will see what I will see, and I will do unto you. That is God who says. Fikiria ya kwamba wewe uko na mfanyikazi ambaye umempea, let me use this example, umempea pesa fulani. Kwa hizo pesa ambazo umempea ili aweze kufanyia matumishi mbalimbali, wakati ambapo ifike mahali umwambie nipe shilingi 1 kwa 10 kutoka kwa hizo ambazo nimekupea, basi upate huyo mfanyikazi wako akupee. Ni kitu gani utaweza kufanya? Utamuongeza vitu zaidi? Utaweza kumuongeza pesa nyingi zaidi? Kama amekuwa mwenyewe si mwaminifu katika vile vidogo, utaweza kumuongeza nyingi zaidi? That is what happens even into our lives. God has given us ile kidogo ambayo ametupea, na ametuambia ya kwamba nipe kwa uaminifu 1 kwa 10 kutoka kwa ile ambayo nimekupea. Na sisi tumekuwa wezi, tunamwibia Mwenyezi Mungu, hatutoi kwa uaminifu. Hiyo tumeupiniwa tuweze kutoa kwa uaminifu, ili tuweze kupata urithi katika maisha yetu, lakini tunamwibia Mungu. It is very dangerous. Wakati ambapo tunaibia mwenye anajua. Hata mwizi wakati anataka kuiba, tusema anaibia, kuna vitu na anaibia mwanadamu mwenzake, hata hawezi taka huyu mwanadamu ajue kama ameiba. Hata wale watu ambao wanafanya corruption this country, wanafanya ili watu wasiwajue kama wanaiba, lakini tumemwibia Mwenyezi Mungu fungu la 10, na yeye anajua, ametupea na amesema ya kwamba toeni 1 ya 10 kwa zile ambazo nimekupea.
what happens to you every time you tithe? Nikie kola asore ekerekero okoro. You honor God. Niwo okomwa isiko omonene. Abantu batige korara mu kanisa, please. You honor God. Tomoe isiko. When you give to God, ekerekero kwa Nyasaye, you honor God. Niwo tokomwa isiko. When you give the tithe, ekerekero kwa Nyasaye, faithfully, no mwingine, you honor God. Niwo tokomwa isiko. You don't honor human beings, Tulikomwa isiko, but you honor God, who who is the creator of earth and heaven. They give honor unto him because he has given unto us, and he has directed us that we give faithfully. So when we give faithfully, we honor him. Another point is that we worship God. We worship God through giving tithes. That is why we are told that the way you give is the way you will receive. So when you give, you worship God. Yes, you honor God, and then you worship God through giving. Are you giving faithfully? I don't know. It is you and you alone who knows yourself. Are you giving faithfully? Are you giving faithfully? God has given you. Do you give faithfully to God? How much do you get every month? Do you give faithfully? Do you give your tithe faithfully? If you are a farmer ambaye unapata msaada, let me say umepata bonus, ndio ulikuwa umechukua maroni, kama au kutoa fungu la 10 wakati ulichukua ile roho, wakati ambapo unatoa fungu la 10, you are supposed to give from the cross. Kama umechukua loan, let me say ya 1 million, and that loan they deduct that loan every month. But initially you gave the tithe of that loan, let me say 100,000. In that regard, unastahili utoe from the net. That is where you give the tithe from. The net pay. Dorama boy. Nima tena ngoja mwalimu hapo kwa kiroro. Ninajua kwamba mnaomba loans. Ekero kwa huko ile loan. Na sasa ile umeomba mkopo. Totebena na iwe loan ye milioni yemo. Sasa nimepewa mkopo wa milioni 1. Tebe tumesa na chichi bwata kwa mnyare kwa Rusia 1,100 tebe na alete fungo ga. Na hiyo pesa niko nayo kwa mkono hapa, tuseme nimeleta 100,000 kuwa moja. Kero mtieni nipe kinko na chuo. Na kila mwezi lazima niwe nikikatwa. Ekero na ruete etaitiri na sepeteroni. Sasa ile siku ile nilipoomba mkopo nilitoa tithe. Bone kerongo ngwa efungo ya nikero mutieni nigombo chaga ile kero bana kire nyiche ise pia sige ndokoro kwa net pay ngakanere ndwere efungo ya noro. Na hapa ndipo nataka kuambia kwamba uje hapa chini mahali wameandika net pay. Ile pesa unapata huku ndio unatoa moja ya 10. But kama ulichukua loan, lakini kama ulichukua mkopo, na kwa ile teroni
Endelea. Kama uliomba mkopo ekero kwa ile roni na saa ile ulichukua mkopo tonyale tukorwa SMA ya moja 10 na hukutoa moja ya 10 abwekero kanyoro musara kiroko tienyi na saa ile unapata msara wako ne baba anachile hata iwapo wamekata niko kugenda se gross pay na hapo unaenda huku nyuma hali wameandika gross pay hapo ndio ukorwele fungo yao hapo ndio unatoa moja ya 10 na Mungu atakubariki na Mungu na Nyasaye na kusisimia. Then how should we tithe? Na bono inaki etutonge tetonya. How should we tithe? Na kitola ruwe eze moja. We are supposed to tithe faithfully. Ni etutonge tetorwe no. We are supposed to tithe faithfully. Ni etutonge tetorwe no. Tutoe na uaminifu wote. Tuseme kama umepata 10,000. Otero kuna bono iga somo vika no kuanyari chini mkomi. Unastahili kutoa 1,000. Leo tungetia nyara kwa burusi. Ukisema ya kwamba umetoa 900. Tiga onyole na kwa rule totele for example kwa rule shilingi 100 chini ya kianda na ulikuwa unastahili kutoa 1,000 na ile ndio yangu wewe na toru elimu hapo tayari umeshamwipia Mwenyezi Mungu. Au na ya kwa wengu chua hivyo kuanzia leo manya hiyo cha kelele hata ukitoa 950 norwa shilingi 950 hapo tayari umeshamwipia Mwenyezi Mungu. Abo ayenomo tumeambiwa ya kwamba we are supposed to tithe faithfully. Ni watu watemwe na neto tungeti torwe no wegenwa with all faithfulness. So wegenwa mosi. Number 2, tithe should be consistent. Na baibele okorwa nigo kubwenerete kobalo robutambe. Sio ya kwamba umetoa January, Tari huna kwa rule mutinyi weli tangani, uruke February na March, ocharoke umutinyi ukamere nuyo itatu, utoe April. oruo mutinyi ukamere. Hapana. Ya. Unastahili kutoa kila mwezi. Ego tungeti unyara kwa Wakati Mungu amekubariki. Ego kaya saa basisenye. Dikoma is God. Moyo ya saa. Ulete matoleo yako ya fungu la 10. Olete moya ikomi kakela asama. Na Mungu atakubariki. Na Nyasaye na usisenye. Na Mungu atakubariki. Nyasaye na Kuna wengine wataangalia waseme hapana, mwezi huu tumeomba mchango. Kwa hivyo sitapeleka fungu la 10 kwa sababu nilitoa mchango. Just know this is a command given by God. It is like paying a rent. Kama unaishi katika nyumba ya mtu, anafika end month, anasimama kwa mlango anakuambia nipe rent yako. Na kwa hivyo Mungu amekupea na amesema ya kwamba uweze kutoa moja ya 10 kutoka kwa matoleo yale ambayo amekubariki nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoramo kabisa. Benefits of tithing. When you tithe, ni faida gani ambayo unapata? What happens to your life when you tithe? What happens to your life when you tithe? And I want you to take this seriously. Kitu gani kinatendeka katika maisha yako wakati unatoa fungu la 10? The first one, God is divine protection in your life. Nyasaye nikakoleta chinguru na cy'uburimbi. There will be God is divine protection. Chinguru cy'uburimbi bene niyo kigotoka asure. Katika ulimwengu wa kiroho, senseria ya omoika, unapata kuna mambo ambayo yanatendeka
When you give your tithe faithfully, utapata kuna jambo fulani ambalo lilikuwa litokea katika maisha yako, ambalo mwovu ibilisi alikuwa ameliweka, ambalo mwovu ibilisi alikuwa ameliweka. When you tithe faithfully, God will give you protection. God will protect your family. God will protect your belongings. God will protect your siblings. God will protect even whatever you are. Mungu anaweka ulinzi. Wakati unaenda kama ni safari, unapata umelindwa na Mwenyezi Mungu kupitia kwa ile fungu ambayo unatoa. Watoto wako wakiwa mchini, kupitia kwa ile fungu ambayo unatoa, unapata wamelindwa na Mwenyezi Mungu. So there is God's divine protection. Bwana Yesu asifiwe. God will protect your belongings. There is nothing will befall. There is nothing that will befall. Hakuna chochote ambacho kitaharibu mazao yako. God will prevent pests. God will prevent thieves. God will prevent conmen. God will prevent even debts. They will not be there when you tithe. When you tithe faithfully, God will protect your belongings. So there will be God's divine protection. Because God is faithful. God is faithful. If you have some crops in the land, you have some crops in your land. Itaweza kuwa ni mahindi, itaweza kuwa ni mazao mbalimbali. Mungu anaweza kulinda. Mungu analinda. When you tithe faithfully, God will protect. God will protect. Wakati magonjwa yanapita kwa masamba mengine, unapata samba lako linanawili, unapata mazao yananawili. Wengine wanaangalia wanasema samba ya fulani mazao yako vizuri. Kwa nini makonde yamekula mahindi yetu? Na sisi hapa na yeye vitu mahindi iko sawa. The secret is giving tithe faithfully. So when you tithe, God will protect your belongings. God will protect your family. Even when diseases comes, you get the Passover. The Passover. Because you have God's protection in your life. Bwana Yesu asifiwe. Ndorama. God's divine provision.
wa rene. God is divine provision, kupata. Mungu anatupea vitu. That is why he says he will open the heavenly windows. And you will never lack. Go and test. He has said, test me. And you will see. If I will not open the heavenly windows. The windows are there to bring fresh air. The windows are there to ensure that the air circulates, which is good air. That means when God opens the heavenly windows, kutakuwa na kupata ambacho ni kupata wa hali ya juu. Kwa maana God's provision will be endless. Just test God by giving faithfully, and you will see what will happen in your family. You will see what will happen. There is a time, kuna wakati fulani Mkristo mmoja ambaye alikuwa anatafuta kazi, akasema ya kwamba ndio nimetafuta kazi sipata, lakini ninataka I want to test God. I want to test God. Akasema ya kwamba msahara, mtu ambaye amesomea kazi yangu anapata msahara ngapi? Akarigereria karorana emeremeye nsomerete umontekera kuri umusahara nigakonyora kibesa kirenga. Akapata msahara ambao anapata ni 70,000. Akanyora na kibesa umondereria asomereta. Na fungu la 10 mtu anastahili kutoa hapo ni ngapi? Ni 7,000. Akanyora na chini wisanga ibiri. Akasema nitaanza kutoa hizo pesa. Bono akataka ndio mmoja akakurike kibesa kina. Akaanza kutoa fungu la 7,000 every month. Akataka korwa engeria ya shilingi 7,000. Kwa sababu Mungu hataki mtu akwenda deni. Asenge nje Nyasaye atategetea motaro. God opened the heavenly windows. Nyasaye akayorelewa urego. And that gentleman he got a job. No Mkristo yakanyore mbele. He got a job. Akanyore mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If you tithe faithfully, God will open the heavenly windows. And you will never lack. You will never lack. You will never lack. Your life. You will enter the life of more than enough. You will get more than enough when you tithe faithfully. You will get more than enough. And the people will call you a blessed man of God. You will be called the blessed child of God. Just tithe faithfully, and you will see what God will give. Will do unto you. And it enables your projects and your dreams. To get to maturity. Enables your projects, your dreams, your vision, your plans, to get to maturity stage.
wakati unamtolea Mwenyezi Mungu kwa uaminifu wote, na unapata umepanga hili na lile ambalo liweze kutokea katika maisha yako, vile ambavyo unapanga Mungu ataweza kutimilisha. Mungu atatimilisha. Mungu atatimilisha, kwa maana yeye ni mwaminifu. Wakati umepanga, kama ulikuwa unajenga nyumba, maybe you have taken a loan for building the house, wakati ambapo unamtolea Mwenyezi Mungu kwa uaminifu, ile mipango ambayo ulikuwa nayo, God will establish them. God will establish them. Kwa sababu you have honored him. Kwa sababu you have given faithfully. God will honor your plans also. Tithing secures your opened doors. It will secure, italinda vile ile milango ambayo imefunguliwa. It secures your business. It secures your job. Wakati unatoa fungu la 10 kwa uaminifu, kama uko na biashara na unatoa fungu la 10 pale, unatoa, Mungu hawezi achilia biashara yako ifungwe, bali atalinda hizo biashara, bali atalinda hizo biashara. Kama ni kazi yako, you will get promotions, because God will supply more and more. Ile milango ambayo imefunguliwa, hakuna yeyote atakayefunga wakati unatoa fungu la 10. God will protect the opened doors, and they will be open forever. And you will lead a life of more than enough. You need a life of more than enough. Just tithe faithfully. Tithe opens the doors. Tithing opens the doors, secures them, and maintains them. Yes, that is what tithing does. What happens when you don't tithe? What happens when you don't tithe? What happens when you don't tithe? What happens to your life when you don't tithe? The events are crossed over your head. Unaenda kujaribu hili, hakuna kufanikiwa. Unaenda kwanza kama ni biashara hakuna kufanikiwa. Unaona hii biashara si mzuri, unasema wacha nifanye hii biashara nyingine hapa. Unafanya kwa miezi 1, 2, 3, hakuna kufanikiwa, unafunga. Yes. Because the events are crossed in your life. Ukiona wengine wakifuga ng'ombe, unasema na mimi wacha nijaribu kufuga ng'ombe. Labda nitafanikiwa kutoka hapa. Ninaona fulani anapeleka maziwa, anauza
Because the events are crossed in your head. Because the events are crossed. Ukienda kujaribu lile hakuna, kwa sababu utoi fungu la 10. Unapata mbingu imefungwa kwa ajili yako. Number 2, frustrations laying over your life. You don't have peace. You don't have protection. Unapata hapa mgonjwa ndio huyo. Kwenda huko kuna lingine limetokea. Kutoka pale lingine limetokea. You get all the frustrations because you don't tight. Wakati umekimya unafikiria hili limeisha, unapata lingine limetokea kutoka pale. Yote yanachukua pesa. Frustrations will lay over your life. Yes. When you don't tight, frustrations will be there. Because protection will not be in your life. Do you need protection in your life? Do you need minimum frustrations in your life? Because Jesus will carry your burdens. Just tight, faithful. Your fruits, number 3. Your fruits falls before their time. Your fruits fall before time. Opportunities fly past you, and you are left empty-handed. Wakati ambapo utoi fungu la 10, yale ambayo ulikuwa unatarajia kupata, yale ambayo ulikuwa unatarajia kupata na unaona ulikuwa umekaribia kupata, before you get them, inatoweka. Kama ilikuwa ni masao ulikuwa upata kutoka sambani, unapata vitu imetokea, hata matanga imetokea kwa kijiji hiyo. Kitu kinatokea tu, unapata watu wamechukua wameipa hata mahindi. Fruits will fall before you get them. Ulikuwa uende kupata kama ni kazi fulani, wakati umefikia umeona ndio unaenda kupata, wakati ambapo ulikuwa uende kupata kitu fulani kizuri, wakati umeambiwa labda unaenda kupata next week, excuses comes that you will that opportunity imeenda. You are left empty-handed because you don't thank. God will not establish your plans. Plans collapse when you are almost about to succeed. Wakati unaona ndio unaenda kupata pesa fulani hivi imekaribia, wakati uko karibu unasema ningefanya kitu fulani ningepata, lakini kumbe ni kutoa fungu au utoi. Kwa maana that opportunity kaenda. So the plans collapse when you
I don't know whether you are experiencing some of those things I'm talking from here. If you are in the benefits, is good. If you are here on not giving, this is what will happen to your life. Kama ni chai umechuna, wakati umefikiza pale mahali na pimu aende kupata, ile chai yako inakataliwa, unamwaga last minute. You have told from the morning, umelinda ile chai, wakati unataka kwenda kupima, chai yako ni mbaya mama. Chai yako ni mbaya mzee, weka kando. God will not give favor on you because you don't tithe. Others always seize moments in your sight. Watu wengine wanapokea, but wewe unaenda nyumbani bila chochote. Watu wengine wanapokea, but wewe unaenda nyumbani bila chochote. Unaanza kujipa moyo, kesho itakuwa ni siku yangu. What is the reason mbona ukupata? Because you don't tithe. You are deceived. Number 5, you are deceived and conned very easily. Ukipata pesa, because you don't tithe, unapata kitu imekuja tu, ati kitu labda ukiwekeza hapo utapata pesa. Ukiwekeza hapa kwa hili labda kama Masako venye amekuja, ukiwekeza hapo utapokea mingi. Unakimbia kwenda huko. Wakati umefika pale, inamaliza mwezi moja mbili, mwaka moja ndio huyo, watu wanapotea. When you don't tithe, you are deceived easily. And conned very easily. Unapata watu wamekuja na ujanja, kwa sababu Mungu aweke hata hekima kwako. Because you don't tithe, you get that you have lost ile pesa yote. You lose money and the possessions. Because you don't tithe. You invest a lot. Unaweka vitu vingi, unapokea kidogo. Because you don't tithe. Because you don't tithe. When you tithe, it will be the vice versa. You can invest small, but you get many. But when you don't tithe, kama ni biashara utaweza weka kubwa, umeweka biashara kubwa, lakini faida ni kidogo sana. Because there is no hand of God in that business. You invest a lot, but the result is regrettable. Because you invest very little. Kama ni kwa shamba unapanda kabisa, unatumia pesa nyingi, mbolea unaweka, but matoleo yanatoka ni kidogo. Because you don't tithe. You are there today. You want to start tithing faithfully.
gotungetio chaka korwa nuwege. You want to start tithing faithfully. Notaite gochaka korwa nuwege. Maybe from here behind. Ande korumaiga. Kutoka hapa nyuma hauko unatoa fungu lako la 10 kwa uaminifu. Ande korumaiga kwa kurwe Mungu yao eyamaye komia sowege. Labda kwa sababu hauko umeambiwa. Ande nasingi tukanyoroka na tena. Madara ya kutotoa vizuri. Ubo bibo konyoreke rutari kurubia. Madara ya kutotoa fungu la 10 kwa uaminifu. Ubo bibo and you are here today. You have gotten this word. And you want from today to start tithing faithfully. As we stand up, you come to the front. We pray together. Kama huko mahali pale umeangalia umesema umepata ya kwamba kwa kweli sijawahi toa fungu la 10. Kwa uaminifu ndio ninatoa. But ninatoa tu kwa sababu bahasha iweze kujazwa. Na kuanzia sasa unataka kuanza kutoa kwa uaminifu. Kuanzia sasa umeamua utaanza kutoa kwa uaminifu. Ninaomba ukuje hapa mbele ili tuweze kuomba kwa pamoja. Kwa sababu Mungu anatuhitaji tumtolee kwa uaminifu. Mungu anahitaji tumtolee katika uaminifu. Ndio kama huko pale unamtolea kwa uaminifu ni vizuri. Kama unatoa na sio kwa uaminifu.